Yoweri Kaguta Museveni ampa mbinu Samia Suluhu ya kujizuia dhidi ya mahakama ya ICC. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli iliyotolewa jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki haikuwa hotuba ya kawaida ya kidiplomasia, bali ilikuwa ni kengele ya hatari iliyoachwa ikilia katikati ya ukimya wa uongozi wa Tanzania. Wakati Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni akisisitiza kuwa Afrika inakabiliwa na dalili mpya za dharau na shinikizo kutoka kwa mataifa yenye nguvu duniani, ujumbe huo haukuwa ukilenga bara kwa ujumla tu, bali uliangazia Tanzania kama kioo cha kushindwa kwa mkakati, dira na ujasiri wa kisiasa. Kauli hiyo ilitolewa kwenye ardhi ambayo historia yake iliwahi kuwa ngome ya fikra za ukombozi wa Afrika, lakini leo imegeuka kuwa mashuhuda wa kusinya kwa mamlaka ya kisiasa mbele ya nguvu za nje. Kiini cha onyo hilo kilikuwa rahisi lakini kizito. Afrika inaendelea kurudia makosa yale yaliyoiweka kwenye meza ya kugawanywa, kutawaliwa na kuamuliwa bila ridhaa yake. Tofauti ni kwamba safari hii minyororo si ya chuma, bali ni mikakati na mikataba, masharti ya kifedha, utegemezi wa teknolojia na ukimya wa kisiasa. Wakati Museveni akielekeza lawama kwenye kukosekana kwa umoja wa kimkakati wa bara, Tanzania ilisimama kama mfano hai wa taifa lililopoteza nafasi yake ya kihistoria ya kuongoza mjadala huo. Dar es Salaam haikuwa mji wa bahati mbaya kwa ujumbe huu. Ni hapa ndipo katika miaka ya 60 na 70 uongozi wa Tanzania chini ya Julius Nyerere ulijijenga kama kitovu cha fikra za kujitegemea, mshikamano wa kusini mwa dunia na upinzani dhidi ya ubeberu wa mataifa. Ni hapa ndipo harakati za ukombozi wa Afrika Kusini, Msumbiji, Zimbabwe na vilevile Namibia zilipata hifadhi ya kisiasa na kimaadili. Lakini kauli ya Museveni iliibua swali lisilotamkwa kwamba Tanzania ya leo ingethubutu kusimama tena kwenye mstari huo. Mfano uliotolewa kuhusu India haukuwa bahati mbaya wala wa kinadharia, ulikuwa ni kipimo cha kulinganisha kati ya nchi iliyojenga misuli ya ndani ya kiuchumi na kisiasa na zile ambazo ziliruhusu misingi hiyo kudhoofika. India iliweza kukataa masharti magumu ya kufungua sekta yake nyeti ya kilimo kwa sababu ilikuwa tayari imewekeza katika uzalishaji wa ndani, taasisi imara na dira ya kitaifa isiyobadilika kwa shinikizo la nje. Ujumbe huu kwa muktadha wa Tanzania ulikuwa ni kumbusho la uchungu la jinsi nchi ilivyokosa kujenga uwezo huo. Na kwa zaidi ya miongo miwili Tanzania imeendelea kuendesha uchumi wake kwa kutegemea kwa kiwango kikubwa mikopo ya nje, misaada ya wahisani na miradi mikubwa inayobeba maslahi ya wakopeshaji kuliko wananchi. Mageuzi ya kiuchumi yaliyosukumwa tangu miaka ya 90 yalivunja mifumo ya uzalishaji wa ndani bila kuweka mbadala imara. Sekta ya kilimo ambayo ingeweza kuwa ngao ya kiuchumi kama ilivyo kwa India iliendelea kudhoofishwa na sera zisizotabirika, miundombinu hafifu na ukosefu wa dhamira ya kisiasa ya kulinda dhidi ya masoko ya nje. Kauli ya Museveni kuhusu mataifa makubwa kutumia shinikizo badala ya ushirikiano iliguza moja kwa moja hali halisi ya uhusiano wa Tanzania na wafadhili wake. Na katika miaka karibuni maamuzi ya kisera ya Tanzania yamekuwa yakifuatana na macho ya taasisi za kifedha za kimataifa, masharti ya mikopo na tahadhari za wawekezaji. Hata pale serikali ilipojaribu kuonyesha msimamo mkali, mara nyingi ilirudi nyuma kwa hofu ya athari za kifedha au kisiasa. Na huu ni udhaifu ambao Museveni aliuelezea bila kutaja kwa jina, lakini tatizo haliko kwenye uchumi pekee, ni tatizo la mfumo mzima wa uongozi. Na Tanzania ya sasa imejengwa juu ya muundo wa mamlaka uliojaa uoga wa uwajibikaji, kudhibiti sauti mbadala na kuhofu mjadala wa wazi. Na katika mazingira hayo, mjadala wa umoja wa Afrika hauwezi kukua kwa sababu unahitaji uongozi unaojiamini, unaoweza kuvumilia tofauti za mawazo na unaotazama maslahi ya muda mrefu kuliko hofu ya kisiasa ya muda mfupi.
Ukandamizaji wa kisiasa, kukamatwa kwa wapinzani na kuwekewa vikwazo vya vyombo vya habari katika nyakati tofauti umeifanya Tanzania kupoteza uhalali wa kimaadili wa kuhubiri mshikamano wa bara. Museveni alizungumza kuhusu dalili za ujeuri na dharau kutoka kwa mataifa yenye nguvu, na katika muktadha wa Afrika Mashariki dalili hizo zinaonekana katika mashindano ya rasilimali, mikataba ya miundombinu yenye masharti yasiyo wazi na kuongezeka kwa uwepo wa kijeshi na kiusalama wa nje. Tanzania, badala ya kuongoza mjadala wa kikanda kuhusu namna ya kukabiliana na hali hiyo, imekuwa ikijifungia katika ajenda za ndani zisizo na dira ya kimkakati ya kikanda. Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo ingeweza kuwa chombo cha kuimarisha nguvu ya pamoja, imeendelea kukwama kwa sababu ya ukosefu wa uongozi thabiti kutoka kwa nchi wanachama wakuu. Historia inatoa funzo kali. Bara ni la Afrika halikutawaliwa kirahisi kwa sababu ya udhaifu wa rasilimali, bali kwa sababu ya mgawanyiko na miongoni ya ndani na viongozi waliokuwa tayari kufanya mikataba kwa maslahi binafsi au muda mfupi. Kauli ya Museveni ilirejesha kumbukumbu hiyo, lakini pia ilifichua hatari ya kizazi kipya cha ubeberu kinachokuja kwa sura ya ushirikiano wa kiuchumi. Na Tanzania, kwa kushindwa kuwekeza katika sayansi, teknolojia na viwanda vya ndani, imejiweka kwenye mstari wa mbele wa waathirika wa mzunguko huo mpya. Katika miaka ya karibuni, serikali imezungumza kuhusu maendeleo, miradi mikubwa na hadithi za mafanikio, lakini maendeleo yasiyo na msingi ya kujitegemea ni dhaifu, na bila mkakati wa pamoja wa Afrika, miradi hiyo inabaki kuwa visivyo vilivyotenganishwa vinavyotegemea mitaji, teknolojia na masoko ya nje. Na hili ndilo pengo ambalo Museveni alionyesha kwa mfano wa India, na ambalo Tanzania imeshindwa kulijaza kwa vitendo. Ujumbe huu pia unaangazia tatizo la uongozi wa maono. Umoja wa Afrika huwezi kujengwa kwa matamko ya sherehe au mikutano ya kilele isiyozaa matokeo. Unahitaji nchi zilizo tayari kutoa sehemu ya mamlaka yao kwa maslahi ya pamoja, kujenga sera za pamoja za viwanda, biashara na teknolojia, na kulinda masoko dhidi ya unyonyaji. Tanzania, licha ya ukubwa wake na historia yake, imekuwa ikicheza nafasi ya mtazamaji badala ya mbunifu wa ajenda hiyo. Ukosoaji huu haupaswi kuchukuliwa kama shambulio la nje, bali kama kioo, na kauli ya Museveni ilikuwa ni fursa ya Tanzania kujitathmini upya, lakini ukimya uliofuata unaashiria kukosa ujasiri wa kukabiliana na ukweli huo. Na katika mazingira ambayo wananchi wanazidi kukabiliwa na gharama za maisha, ajira chache na uhakika mdogo wa kiuchumi, kushindwa kwa uongozi kujenga ngao ya kimataifa na kimkakati ya kitaifa na kikanda ni hatari ya muda mrefu. Mustakabali wa Tanzania umefungamanishwa na mustakabali wa Afrika, na kila siku inayopita bila mkakati wa kweli wa kujitegemea na kushirikiana ni siku inayoongeza utegemezi, udhaifu na uwezekano wa kudhalilishwa kwenye meza za maamuzi ya dunia. Na ukimya wa kisiasa, hofu ya kusema na kukubali hali ilivyo, vina gharama ambazo hazionekani mara moja, lakini kulipuka baadaye kwa maumivu makubwa zaidi. Onyo lililotolewa Dar es Salaam halikuwa la Uganda pekee wala la Afrika kwa ujumla. Lilikuwa ni onyo kwa Tanzania kuhusu hatari ya kusahau historia yake, kupuuza wajibu wake wa kikanda na kuendelea kuendesha nchi bila dira ya kimkakati. Kimya cha leo kinaweza kununua utulivu wa muda mfupi, lakini kesho kinaweza kuzaa utegemezi usioweza kuvunjwa. Katika uchaguzi kati ya ujasiri wa sasa na majuto ya baadaye, historia inaonyesha kuwa gharama ya kukaa kimya huwa ni kubwa zaidi. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport, kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.